Cha kwanza ni kumshukuru rais kwa kuwa yeye si mnafiki, aliongea ukweli na kusema amedanganywa. Hiyo kweli amedanganywa, lakini inatokana na nini? Ni kuwa amechukua madaraka kwa muda ambao ulikuwa mgumu kwa nchi na hakujua nini alikuwa na kuja kuta kama majukumu ambayo itamkumba. Ya kwanza ni kuwa walimdanganya kuhusu idadi ya majeshi na uwezo wa jeshi kuwa inaweza kuzingatia nchi shiwe ndani ya tatizo la ukosefu wa usalama. Ukiangalia vizuri ni muda huu ambao amechukua maamuzi ya kufanya muda wa dharura kama huko Kivu na Ituri, ndiyo mambo yameenda vibaya, kwa kuwa tuna jeshi ambalo tayari halijiandae vizuri, halijaweza kufunzwa kuongoza muda wa kama huu wa dharura, na zaidi sana hawana ujuzi wa kutosha kwa kuongoza raia ndani ya administration na development ya kawaida. Na tena ukiangalia vizuri nchi muda huu ambao ulikuwa na ongozwa na maraia walikuwa M23 tayari ilikuwa bado haijafika mbali, ilikuwa kule ambako ilizaliwa Chanzu na kama Bunagana, lakini baada ya kuweka jeshi waongoze imeenda mbali, imefika mpaka jimbo la Sud Kivu na imefika mpaka North Kivu huko upande wa Lubero. Hiyo ndio ni dalili ya kuonesha kama kweli jeshi hawakuweza kuzingatia administration na vita kwa pamoja. Na tena utambua kama kuna muda kulikuwa wanateua viongozi kama governor kuwa ataongoza pia operation, baadaye ikiwa wanateua wengine kuongoza operation, governor anabakia kwenye kuongoza administration, baadaye hao wanaongeza mpaka mkubwa wa jeshi, yani makamu wa chief commander wa jeshi la jamhuri kuja kuongoza. Sasa interaction kati ya hiyo madaraka ya watu watatu, uongozo wa watu watatu si rahisi sana kuwa inaweza kutoa matokeo mazuri. Ndio maana unaona kulikuwa kama relaxation na vitu vikaenda kupotoka zaidi. Ukiangalia upande wa kaskazini huko kuna ADF ambao zamani ilikuwa tu kwenye ile ambayo ilikuwa inaita Triangle de la Mort, lakini baada ya kuweka muda wa dharura ama etat de siege imeongezeka zaidi, imeenda mpaka upande wa Ituri, kuenda mpaka karibia ingie kwenye jimbo zingine kama Hotuele na Chopo, kwani wamesikika hao wa terrorists wa ADF Nalu upande wa Nyanya, karibia ya territory ya Bafwasende na karibia ya Wamba. Hiyo ni dalili nyingine ya kuonesha kama kuna udhaifu sana wa operation toka rais amechukua maamuzi ya huo muda wa dharura ndani ya jimbo hizo. Maana yake nini? Hiyo ambayo aliongea rais ni ukweli, na sasa inatakiwa kwa sasa kujifunza tena zaidi namna gani ya kufanya ili kusitisha mapambano na vita ndani ya jimbo hizo ambazo zimekumbwa na vita, na tena kama inawezekana ni kusitisha huo muda wa dharura, kwani kwa leo inaonekana kama discrimination kuwa Sud Kivu hawana etat de siege, ijapokuwa wana majukumu yale ambayo yalisukuma mkubwa wa nchi kuchukua uamuzi wa kuweka muda wa dharura. Kubaki na etat de siege ndani ya jimbo la North Kivu na Ituri bila Sud Kivu ni mesure discriminatoire kulingana na hiyo ambayo tunaweza kuita msingi wa uamuzi wa rais. Na tena nitasema kama ni muda pia wa nchi
kuzingatia zaidi namna gani ya kusitisha hayo mapambano kwa kuongeza uwezo wa jeshi, kuongezea teknolojia ambayo iko yenye kuwa na nguvu ya kuzidi hiyo nguvu ya waasi, ili waweze kusitisha hicho kitu, na kuongeza logistic ambayo inastahili kwa ajili ya kuweza kuinua nguvu ya jeshi letu ili kupambana na adui wote ambao wanaweza kutokea nje na ndani. Na tena naweza kusema ikiwa inawezekana kama vile alivyosema rais, watu wanaweza kujadiliana ama dialogue inaweza kuwa solution ambayo ni nzuri na tena bora kwa ajili ya kusitisha mambo haya, kwani kuna nguvu ambazo zinaweza kuinuka kwa umoja na kufanya hayo mapambano. Kuna vile inji jirani ama organisation sous-regional ambazo zinaweza kushirikishwa kwa ajili ya kupambana na vita hizo mbalimbali, na communauté international pia ni nguvu nyingine ambayo tunaweza kusogelea kwa ajili ya kuonesha kama kuna magumu, na magumu hayo wanatakiwa kutusaidia kuenda kumaliza mgogoro kama walivyofanya upande wa Nigeria na wa Boko Haram, Mali na fasi pengine pote. Asante. Lakini tunasema kwa kifupi, rais Tshisekedi afanye ambao inawezekana walimdanganya namna afanye. Kifupi ni kikusema etat de siege imeonesha udhaifu, na ikiwa imeonesha udhaifu inatakiwa sasa tujifunze kilindini namna gani ya kurudisha utawala ambao utakuwa unaweza kuwa na kufuatiliwa na bunge kama bunge la jimbo Assemblée Provinciale, utawala ambao unaweza kuwa na kufuatiliwa na jimbo na bunge kubwa kama Assemblée Nationale na wengine viongozi wote. Unajua etat de siege imeweka majeshi, polisi na kadhalika ambao wako kama independent, hawana mtu ambao anaweza kuinuka ama kuwainukia ama kuwaongoza ama kuwatisha. Ndio maana unaona vitu vinaenda vibaya, kwa kuwa experience ni kuwa jeshi hawakutayarishiwa vizuri kwa kuongoza muda wa dharura huo, na kwa hiyo nawaza kuondoa majeshi, kuweka maraia na kuacha jeshi waendelee katika kazi yake ya kawaida ni solution kubwa tena yenye nguvu zaidi. Kwangu pia kukushukuru bwana journalist.